Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hayupo tayari kuona mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran, lakini pia amesema hayuko tayari kuona Iran inanyang'anywa uwezo wake wa kurutubisha uranium, isipokuwa yupo tayari kuhakikisha anasimamia urutubishwaji wa uranium nchini humo ili tu iwe ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia kama ambavyo Iran imekueleza wakati wote. Rais huyo wa Urusi Vladimir Putin ameitoa wasiwasi Marekani kwamba ikiwa Urusi itasimamia juu ya malengo ya mpango wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bila shaka kutakuwa na uwezekano wa Iran kutotengeneza makombora ya nyuklia kama ambavyo kumekuwa na wasiwasi kwa mataifa hayo ya Magharibi pamoja na Marekani na Israel. Tehran imesisitiza kuwa ina haki ya kuwa na nishati ya amani ya nyuklia, lakini mpango wake wa kurutubisha uranium unaendelea kwa kasi na umezusha hofu katika nchi za Magharibi na kote katika Ghuba kwamba inataka kutengeneza silaha za nyuklia. Marekani inajaribu kufanya makubaliano ya kuifanya Iran kutawala shughuli zake za nyuklia. Wiki iliyopita Kremlin ilisema Rais Vladimir Putin alimwambia Trump kwa njia ya simu kwamba yuko tayari kutumia ushirikiano wa karibu wa Urusi na Iran katika kufanya shughuli hiyo, kwa maana Urusi itasimamia urutubishaji wa uranium na wakati huu ipo katika mpango wa ujenzi wa vinu 8 vya nyuklia nchini Iran. Hata hivyo, siku ya Jumatano, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Ryabkov, anayesimamia udhibiti wa silaha na uhusiano wa Marekani, aliviambia vyombo vya habari vya Urusi kwamba juhudi za kufikia suluhu zinapaswa kuongezwa maradufu na kwamba Moscow iko tayari kusaidia kwa njia za vitendo. Tuko tayari kutoa msaada kwa Washington na Tehran, na sio tu kisiasa, sio tu kwa njia ya mawazo ambayo yanaweza kutumika katika mchakato wa mazungumzo, lakini kwa vitendo. Kwa mfano, kupitia usafirishaji wa nyenzo za nyuklia za ziada zinazozalishwa na Iran na marekebisho yake ya baadaye ya utengenezaji wa mafuta kwa vinu vya nyuklia, Ryabkov amesema. Hata hivyo, hakuweka wazi juu ya namna ambavyo atasimamia utengenezaji wa mafuta ya nyuklia ya Iran kwa matumizi katika mpango wake wa nishati ya nyuklia ambayo Moscow imesaidia kuendeleza. Marekani inataka madini yote ya uranium yaliyorutubishwa zaidi ya Iran kusafirishwa nje ya nchi. Tehran imesema hilo halitowezekana, lakini wakati huu Urusi imesema yenyewe itasimamia juu ya urutubishaji wa uranium ambao wakati huu unadaiwa kufikia 60% baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya mwaka 2015. Makubaliano ambayo yalijumuisha mataifa ya Magharibi pamoja na Urusi, Marekani na Iran yenyewe. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.